Kwa hiyo kwangu mimi naamini wachezaji wa Young Africans kama kuna changamoto wao inawakumba, basi ni ubinafsi kwenye eneo la ushambuliaji. Nimemwona Maxi Nzengeli ana hilo tatizo. Kuna nyakati za kutoa pasi kwa wenzake analazimisha kufanya yeye mwenyewe ili aweze kushine. Kuna nyakati pako Mzuzwa licha ya ubora alionao, kuna kipindi anaamua kwa binafsi. Kuna nyakati ambazo Chama anapata nafasi kutengeneza goli rahisi, anaamua kufanya vitu mwenyewe ili aweze kushine. Na najua watu watajifichia kwenye hicho kivuli kwamba mbona Ronaldo na Messi kuna nyakati wameact kama wabinafsi. Ukweli ni kwamba sisi hatujafika kwenye level ya kusema tunajilinganisha kwenye matukio na kina Messi na kina Ronaldo. Ni uongo, wala tusijidanganye. Na ukiamua kuwa mbinafsi patia. Sasa una nyakati mchezaji anapata nafasi ya kutengeneza nafasi ya goli, anaopti kufanya kitu mwenyewe. Nikupe mfano. Juzi mechi ya Prison hapo, Chama kuna nafasi alipata akapunguza beki, kabaki na kipa, akajaribu kuchipu ule mpira umvuke kipa. Kipa ukamvuka, lakini Jumanne Alfadhili alimkazi akauklia ule mpira. Lakini kwa kuna watu walikuwa na uwezo wa kuwapa pasi wafunge, lakini Chama alionyima pasi kwenye box. Nafasi nyingine ilimkuta pako Mzuzwa. Alipunguza ya kwanza beki, akapunguza ya pili. Wako watu wanaomba pasi, akaamua kupiga mwenyewe, ikashindikana. Kwa hiyo hayo ni matukio ambayo ukiyafuatilia unagundua sio kwamba Pacome amwamini Chama au Mzize, au sio kwamba Chama amwamini Pacome au Mudathir au Mzize, lakini tu kuna muda inafika anataka kutengeneza identity yake mwenyewe, kwamba anataka sasa nifunge watu recognize kwamba uwepo wangu uwanjani ulikuwa na impact. Kwa hiyo ukiangalia uhalisia, klabu kipaumbele chake ni mataji, lakini mchezaji kipaumbele chake ni yeye amefanya nini kwa ajili ya klabu.